Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 5 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema makosa ya kuepuka unapofika miaka 60. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini bungeni bado kwa moto, kibano kipya kwa watoro. Spika Zungu aliye na mawaziri. Wabunge waliotoroka kwenda Moroko agiza walimwe barua ya kujieleza. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan aongeza rekodi ya kutambulika. Dr. Samia aongeza rekodi ya kutokutambulika. Na mchungaji Msigwa alivyowachambua Mbowe na Lissu. Huyu ni mchungaji Msigwa alivyowachambua Mbowe na Lissu. Na Tanzania East Africa Community na mikakati ya kudhibiti janga la Ebola. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni bungeni bado kwa moto, kibano kipya kwa watoro. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira. Kwenye gazeti lako la Majira lenyewe linaanza na habari inayosema mageuzi ya elimu ya afya kwa kizazi cha kidigiti. Lakini NBS kutekeleza mipango ya kimkakati sekta ya takwimu. Na bonge kuna habari inayosema Dr. Samia atoa PhD yake ya wanafunzi, walimu na wazazi. Dr. Samia atoa PhD yake kwa wanafunzi, walimu na wazazi. Lakini spika aonya wabunge watoro anika mbinu wanazotumika. Spika aonya wabunge watoro anika mbinu wanazotumia. Na Tanzania yanika msimamo wake nchini Congo Brazzaville. Tanzania yanika msimamo wake nchini Congo Brazzaville. Lakini Balozi Omari, WB ina mchango mkubwa kwenye maendeleo. Huyo ni Balozi Omari asema World Bank ina mchango mkubwa kwenye maendeleo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa, bunge la Marekani la bana vita ya Irani. Bunge la Marekani la bana vita ya Irani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema mageuzi yanachochea uwekezaji. Huyo ni Dr. Mwinyi asema mageuzi yanachochea uwekezaji. Lakini serikali kuendelea kuimarisha sekta ya habari. Serikali kuendelea kuimarisha sekta ya habari. Na kuna habari inasema wajumbe wanataka maslahi ya wanahabari yaangaliwe. Lakini kimataifa, bunge la Marekani lapitisha azimio la kuzuia vita vya Irani. Bunge la Marekani lapitisha azimio la kuzuia vita vya Irani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema spika atangaza kibano kwa wabunge watoro. Habari inaendelea ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Uhuru. Lakini heshima kubwa kwa Watanzania. Heshima kubwa kwa Watanzania ni kauli aliyotolewa na Rais Dr. Samia baada ya kutunukiwa shahada ya udaktari na heshima. Asisitiza uzalendo katika kutumia elimu kuleta majawabu dhidi ya changamoto mbalimbali. Lakini Dr. Mwinyi ahidi makubwa kwa uwekezaji. Na Tanzania ipo salama, hakuna Ebola. Na kiongozi CCM haitokubali wenye nia ovu kuharibu taifa. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Gazeti lako la Mtanzania Leo asubuhi ya leo linaandika serikali imeongeza kasi ujenzi wa njia za mzunguko. Huyo ni Dr. Mwigulu asema serikali imeongeza kasi ujenzi wa njia za mzunguko. Lakini shahada ya uzamivu ya 7 ya heshima kwa Rais Samia. Shahada ya uzamivu ya 7 ya heshima kwa Rais Samia. Na chuo kikuu Rudin Moscow cha mtunuku shahada ya heshima, apata fursa kuhutubia kwenye jukwaa linalokutanisha wakuu wa nchi. Lakini wabunge waliokwenda Moroko bila ruhusa kikangoni. Mradi wa urani na mtumbo kuleta nishati safi, sio silaha za nyuklia. Huyu ni mradi wa uranium
na mtumbo kuleta nishati safi sio silaha za nyuklia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako wa Raia Mzalendo asubuhi ya leo linaandika aliyemuua mwalimu Harriet Lupembe wa Chunya kunyongwa hadi kufa. Lakini waziri Sangu, mkutano wa 114 ILO una manufaa makubwa kwa taifa. Na vifo ajali ya Sekenke yafikia 8. Vifo ajali ya Sekenke vyafikia 8. Lakini nyota Rais Dr. Samia yazidi kung'ara kimataifa. Nyota ya Rais Dr. Samia yazidi kung'ara kimataifa. Na ikopu ya ikabidhi VETA Dodoma mashine ya kisasa ya uungaji mabomba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru asubuhi ya leo linaandika Dr. Mwigulu asema Tanzania ni salama, hakuna Ebola. Lakini spika awaweka kitimoto wa bunge waliokwenda Moroko bila kibali. Na Dr. Samia azidi kupata heshima kimataifa. Atunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu nchini Urusi. Lakini watumishi PSSSF wachangia milioni 10 Moi zitatibu wenye kichwa vikubwa na mgongo wazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika sababu 3 zilizofanya Ruden University kumtunuku Dr. Samia. Lakini DCE kushirikiana na VETA kuwapa maisha mapya wanaoacha madawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika waziri Sangu waongoza ujumbe wa Tanzania mkutano wa ILO wa 114. Lakini shirika la ndege la Brussels kutoka Ubelgiji laanza safari ya kuja Tanzania. Na Rais Samia atoa somo. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan atoa somo Tanzania Urusi kugeukia matumizi ya fedha za malipo. Lakini kibano wabunge waliosafiri nje bila kibali cha bunge. Kibano wabunge waliosafiri nje bila kibali cha bunge. Na spika Zungu atoa siku 4 kwa wabunge kuwasilisha maelezo. Aonya hatua za kinidhamu kuchukuliwa dhidi yao. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema DCE VETA kuwafunza waliopona uraibu. Lakini Dr. Samia ataja nguzo uchumi dira 2050. Na Dr. Mwigulu aeleza mikakati ya utekelezaji wake. CCM mikopo 10% si hisani. Zungu akerwa na utoro wa bunge kusainiana mahudhurio. Lakini Dr. Mwinyi aagiza imani ya wamwekezaji ilindwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika spika Zungu atoa siku 14 wabunge watoro wasilishe maelezo. Lakini shirika la ndege la Brussels la Ubelgiji laandaa safari ya kwenda Tanzania. Na habari kubwa ni Dr. Samia alitoa shahada yake kwa wanafunzi, walimu na wazazi. Lakini serikali kukamilisha uandaaji wa kanuni za bima za kilimo kulinda wakulima. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Sauti Yetu asubuhi ya leo linaandika Urusi yanika sababu 3 za kumpa Dr. Samia udaktari wa heshima. Lakini Dr. Mwinyi Zanzibar inapiga hatua mageuzi ya kiuchumi. Waziri Sangu aongoza ujumbe wa Tanzania ILO. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Sauti Yetu kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari linatuhabarisha habari inayosema wachezaji wa kutazamwa zaidi kombe la dunia 2026. Wachezaji wa kutazamwa zaidi kombe la dunia 2026. Lakini kipa Ayubu Lekredi atajwa Singida Black Stars. Na gazeti lako hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Tunaanza kuangazia habari inayosema Mwigulu atabiri makubwa soka la vijana Tanzania. Na kocha wa Serengeti Boys arejea na msomo Morocco. Azam wafunguka mkataba mpya wa Ibenge. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa
za michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika kipa Simba atajwa Singida Black Stars. Lakini klabu zenye wachezaji wengi kombe la dunia, klabu zenye wachezaji wengi kombe la dunia 2026. Lakini Ronaldo, Messi watajwa kuyaga mashindano ya kombe la dunia baada ya 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Yanga yatema mastaa wanne. Lakini Steve Becker amkabidhi Mo Dewji faili la usajili. Wampa Ibenge mkataba mpya mnono, au ni Azam wampa Ibenge mkataba mpya mnono. Lakini bado kuna habari inayosema CRDB, habari inasema CRDB Bank Foundation yatenga shilingi milioni 400 Imbeju Ndondo Cup. Hiyo ni CRDB Foundation yatenga milioni 400 Imbeju Ndondo Cup. Lakini mfungaji bora Chelsea afariki dunia. Hiyo ni habari ya kimataifa, inasema mfungaji bora Chelsea afariki dunia. Na Steve Becker mkabidhi Mo Dewji faili la usajili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika wabunge waliokwenda Moroko bila kibali wapewa siku 4 kujieleza. Na Haji Manara, hakuna mwanasiasa aliyekanyaga kambini kwa wachezaji. Azam FC ya msaini Ibenge nyongeza mkataba mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika Mwigulu, mambo mazuri yanakuja, aipa 5 Serengeti Boys. Lakini vaibu la Rais Samia la mwibua Mwamnyeto. Na usiku wa utamaduni kungarisha wiki ya wazazi Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini Gakpo kutimka Liverpool. Hiyo ni habari ya kimataifa, nasema Gakpo kutimka Liverpool. Lakini ratiba ya ligi kuu bara kupanguliwa. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe kwenye michezo naandika 7 wapya, ripoti ya kocha yafafanua. 7 wapya, ripoti ya kocha yafafanua. Lakini bodi ya Simba yapewa ishu ya uwanja Jeruti yatajwa. Lakini kuna habari inayosema kifo cha mapiano kimefika Bongo. Lakini Halandi Mourinho karata za uchaguzi Madrid. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.